Baba, asante kwa uaminifu wako. Sema na mioyo yetu tena jioni ya leo, tuko tayari kukusikiliza. Nijalie mtoto wako na mtumishi wako kusema maneno yako katika hekima na ufahamu na maarifa yatokayo kwako. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Somo tulilonalo linasema kutoka kwenye majaribu mpaka kwenye ushuhuda. Kutoka kwenye majaribu mpaka kwenye ushuhuda. Na tumejifunza mambo mengi, na sio rahisi tena kufanya marudio. Na kwa sababu leo ni siku yetu ya maombi, uniruhusu niende moja kwa moja kwenye kipengele cha leo. Lakini kwa faida ya wale ambao wameungana nasi leo, tumekuwa tukitazama ya kwamba mchakato wa kimungu wa kutimiza ahadi yake kwako huwa unapita kwenye hatua tatu. Hatua ya kwanza ni shida, na hatua ya pili ni nafasi, na hatua ya tatu ni mafanikio au ushuhuda. Kwa hiyo kabla Mungu hajakupeleka kwenye ushuhuda au hajakupeleka kwenye mafanikio, hatua ya kwanza anakupitisha kwenye shida au kwenye jaribu. Na tumejifunza vitu vingi hapa, na kama ndio umeungana nasi, fuatilia mtiririko kwenye YouTube ambao tumekuwa nao ili uweze kupata somo hili vizuri, sababu tumeangalia mambo mengi sana. Na kipengele cha leo andika Mungu huwa anabadilisha aibu na huzuni. Mungu huwa anabadilisha aibu na huzuni ulionayo kutokana na jaribu unalolipitia. Mungu huwa anabadilisha aibu na huzuni. Mungu huwa anabadilisha aibu na huzuni ulionayo kutokana na jaribu unalolipitia kwa kukufanyia nafasi ambayo itakuwa chanzo cha ushuhuda wako. Mungu huwa anabadilisha aibu na huzuni ulionayo kutokana na jaribu unalolipitia kwa kukufanyia nafasi ambayo itakuwa chanzo cha ushuhuda wako. Na nataka unisikilize vizuri leo. Ni siku ambayo tutaenda kuomba Mungu atufanyie nafasi. Kwa hiyo Mungu huwa anabadilisha aibu na huzuni ulionayo kutokana na jaribu unalolipitia kwa kukufanyia nafasi ambayo itakuwa chanzo cha ushuhuda wako. Andika kitabu cha Mwanzo sura ya 29 mstari wa 31 mpaka wa 35. Mwanzo 29 mstari wa 31 mpaka wa 35. Anasema hivi: Bwana akaona ya kwamba Lea hakupendwa, naye akamfungua tumbo lake, bali Raheli alikuwa hazai. Lea akapata mimba, akazaa mwana, akamwita jina lake Ruben, maana alisema, kwa kuwa Bwana ameona teso langu, sasa mume wangu atanipenda. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, kwa kuwa Bwana amesikia ya kwamba mimi sikupendwa, amenipa na huyu. Akamwita jina lake Simeon. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, basi wakati huu mume wangu ataungana nami, kwa sababu nimemzalia wana watatu. Kwa hiyo akamwita jina lake Lawi. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, mara hii nitamsifu Bwana. Emsema, nitamsifu Bwana. Ndio maana na sisi leo tumemsifu nani? Bwana. Kwa anasema mara hii
nitamsifu Bwana. Kwa hiyo akamuita jina lake yule mtoto Yuda, akaacha kuzaa. Emsema akaacha kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka tujifunze kutoka kwenye hii story ya hawa watoto wa mzee Laban, na walikuwa watoto wawili. Wa kwanza anaitwa Lea na wa pili anaitwa Raheli. Na huyu Lea alikuwa mkubwa na Raheli alikuwa mdogo. Na kwenye story ya hawa watoto kuna kitu kikubwa cha kujifunza leo ambacho nataka tukitazame na kitatusaidia tunapoenda kuomba. Na kabla tujaingia ndani, andika tena Mwanzo 29. Tusome hii story alafu nikuelezee. Mwanzo 29 mstari wa 15 mpaka wa 19. Alafu tutasoma wa 23 mpaka wa 27. Mwanzo 29:15 mpaka 19. Alafu tutasoma 23 mpaka 27. Anasema, Labani akamwambia Yakobo, kwa sababu wewe ni ndugu yangu, basi je, utanitumikia bure? Niambie mshahara wako utakuwa nini? Laban alikuwa na binti wawili. Jina la mkubwa ni Lea na jina la mdogo ni Raheli. Mstari wa 17, soma pamoja nami kwa sauti. Sema naye Lea. Ongeza sauti, sema naye Lea. Macho yake yalikuwa dhaifu, lakini Raheli alikuwa ni mzuri wa umbo na mzuri wa uso. Alafu mwangalie mama na dada uliyekaa naye. Muulize, wewe ni mzuri kama Raheli au? Kuna mtu amepewa uso mzuri lakini umbo ni kibiblia, simeandikwa wanaweza kusema mtumishi hayuko rohoni. Niko rohoni kabisa, vizuri kabisa. Lakini anasema hivi, naelea macho yake yalikuwa dhaifu. Hawakuelezea umbo, bora hata macho. Kama wameandika macho hawakuandika umbo, umbo lilikuwa halifai hata kuandikwa kwenye Biblia. Angalau macho kwa mbali yalikuwa angalau, lakini yalikuwa dhaifu. Tunaenda sawa? Kwa alikuwa na macho mazuri lakini ni dhaifu. Umbo sasa hata kwenye Biblia hawakuandika. Kwa unaweza ukaelewa kama una D2. Sema amen. Alafu wanamzungumzia huyu mdogo anayeitwa Raheli. Karabashakarabasheketerebaya. Anasema naye Raheli, lakini Raheli alikuwa mzuri wa umbo na mzuri wa uso. Yakobo akampenda Raheli, akasema, nitakutumikia miaka 7 kwa kumpata Raheli binti yako mdogo. Labani akasema, afadhali nikupe wewe kuliko mtu mwingine, kaa kwangu. Emsema kaa kwangu. Sasa angalia mstari wa 23 mpaka wa 27. Wa 23 mpaka wa 27. Anasema, ikawa wakati wa jioni, maana yake huyu bwana mdogo alipopiga ile miaka 7 amemaliza, imefika siku ya kupewa mke, apewe chombo piskari. Haleluya. Maandiko yanasema alipewa jioni, maana yake usiku. Kwa nasema ikawa wakati wa jioni, akamtoa Lea binti yake, akamletea Yakobo, naye Yakobo akaingia kwake. Emsema naye Yakobo akaingia kwake. Hii tutaijadili baadaye. Emsema naye Yakobo akaingia kwake.
takatifu anikumbushe, nitaisema baadaye. Anasema Laban akampa Lea mjakazi wake Zilpa awe mjakazi wake. Ikawa kulipokuwa asubuhi, sema kulipokuwa asubuhi, kumbe, sema kumbe ni Lea. Akamwambia Laban, ni nini hii ulionitendea? Sikukutumikia kwa laheri, mbona umenidanganya? Laban akasema, havitendeki hivi kwetu, kumtoa mdogo kabla ya mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa macho ubaoni, kwanza nikuelezea alafu tuweze kusogea mbele. Story ya leo tunayotazama ni story ya Yakobo na watoto wa mzee Laban. Na tunafahamu kwamba Yakobo alitofautiana na ndugu yake Esau wakati baba yao Isaka alipoachilia baraka. Na Yakobo akachukua mbaraka wa Esau, na Esau aliporudi akakuta tayari ndugu yake ameshapewa mbaraka wake. Kwa Esau akakasirika, akataka kumuua Yakobo. Na ndiyo Yakobo akakimbia kwenda kwa mjomba wake anayeitwa Laban. Sasa alipofika kwa Laban, karabasaka, akaona Laban alikuwa na mabinti wawili, mkubwa anaitwa Lea na mdogo anaitwa Raheli. Na kwa hawa wasichana wawili, hata ningekuwa mimi, Raheli nisingempenda kabisa. No, Lea nisingempenda. Hata ningekuwa mimi, ningempenda nani? Ni mchungaji tu angempenda Lea, kwa sababu ana moyo wa huruma. Bwana asifiwe. Kwa Yakobo alipoona uso mzuri wa Raheli, akaona na uwe na dimbili. Ninaamini Yakobo alikuwa anakaa sebuleni, anaita Raheli, nenda kanichukulie maji kwenye friji. Yaani anachotaka wakati Raheli anaenda kuchukua maji kwenye friji. Haleluya, uwe mwelewa basi. Yaani anafurahi kwa sababu Raheli alikuwa ni mzuri wa uso na mzuri wa umbo. Yaani akipita hapo Raheli, unabaki unaimba Bwana Mungu na shangaa kabisa. Yaani kwa ule uumbaji lazima ushangae. Haleluya. Punga mkono wako namna hii. Na rafiki yangu ni Akeche angepaki na gari kwanza ili aangalie yani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hata ungekuwa wewe, hata ungekuwa nani, hata ungekuwa wewe, lazima ungempenda tu. Na wakati baada ya Yakobo kumuona huyu binti mzuri, ana uso mzuri, ana umbo zuri, wakati huo Laban akamwambia, dogo, sasa hapa sitaki ufanye kazi bure, sema mshahara wako. Yakobo akamwambia, mzee, kuna chombo nimekiona hapa. Nani? Yule binti mdogo Raheli. Akasema sawa, sasa huu utakuwa mshahara wako, fanya kazi miaka 7, ukimaliza nitakupa mke wako. Kwa sababu ya uzuri wa Raheli, Yakobo aliona miaka 7 kama siku hii moja. Sio wewe, huyo jamaa alitajiwa mahali milioni 2 akazimia kabisa. Haleluya. Yakobo ametajiwa mahali ya Raheli, miaka 7 akaiona kama siku hii moja. Na mimi namshukuru Mungu sana, mke wangu ni kama Raheli. Hebu nipigie makofi. Ni mzuri kabisa. Haleluya. Rafiki yangu alimuona. Nilipoenda kulipa mahali, nilipigwa kama Yakobo, nikaambiwa milioni 3. Kwa ajili ya uzuri alionao, sikuhitaji hata kubagaini. Nikawaambia nitawapa keshi, sitaki hata deni. Haleluya.
Kwa hiyo uzuri wa Raheli aliyokuwa nao Yakobo miaka 7 aliona kama siku moja. Akapiga kazi na amefanya kazi kwa moyo. Moyoni anasema nikimaliza tu nakabidhiwa chombo. Haleluya. Amemaliza ile miaka 7, siku ya kupewa mke, maandiko yanasema mke jioni. Na alipopewa mke wamefanya kama ni sherehe, kwa sababu Labani aliita watu, manake kulikuwa na sherehe. Na baada ya sherehe Yakobo akakabidhiwa mke. Sasa kitu cha kujifunza hapa, nilikuambia tutasema kitu. Alipopewa mke, Biblia inasema aliingia kwake. Hiyo ni lugha ya kibiblia, unahitaji kuelewa. Tunaenda sawa? Alipoingia kwake hakutambua kwamba amebadilishiwa. Are we together? Alipoingia kwake hakutambua kwamba amebadilishiwa, ila aliimba tenzi za rohoni na akamaliza usiku kucha. Sema amen kama na dimbili. Ameamka asubuhi, anaangalia uso wa mke wake anashangaa uso yani hauna nuru. Akasema unaota nini? Akaangalia, akashangaa kambao. Akasema nimepigwa. Bwana asifiwe. Nini tunajifunza? Ningekuwa nasema na vijana, ningesema hivi: kwenye ndoa shepu ni nzuri, ila haitatunza ndoa yako. Kwa sababu kwenye ndoa tunahitaji mindset ambayo iko forward na hilo umbo na uso mzuri. Kwa sababu hiyo shepu ina dakika chache sana kwenye ndoa. Tunahitaji akili za huyo mwanamke. Tunaenda sawa? Anaweza kawa na midomo mizuri, hiyo midomo ina sehemu ndogo sana kwenye ndoa. Unahitaji mindset. Tunaenda pamoja? Na ndio maana kama ingekuwa issue ni ya shepu na uzuri, Yakobo angeshtuka alipoingia kwake. Kwa maneno mengine, awe na shepu, awe na uso mzuri, ibada au tenzi za rohoni, na haya ni masomo ambayo tunahitaji kuwafundisha vijana. Anazoa tu li mwanamke kisa ni lizuri, lakini akili hana. Na ndio maana ndoa za vijana wengi leo hazidumu. Kwa nini? Wengi wanafuata muonekano. Awe na mke presentable, awe na mme presentable. My dear, unaweza ukawa na mke ambaye sio presentable, hata mkienda kanisani unamwambia tangulia nitakuja. Ukishaona mume wako anakuambia tangulia nitakuja, uwe mwelewa. Ujue wewe ni Lea. Haleluya. Punga mkono wako namna hii. Na ukiona mkija kwenye ibada baba anakaa upande huu na wewe umekaa kule, uwe mwelewa tu wewe ni Lea. Msalimie Lea uliyekaa naye, mwambie Lea shalom shalom. Na ukiona hajacheka ujue ni Lea kabisa. Haleluya. Lakini laheri, mme wako atafeel proud kutoka na wewe. Siku moja atakuposti. Haleluya. Sasa wewe ni Lea, akuposti kwa jini. Haleluya. Lakini tunahitaji kuwafundisha vijana ya kwamba unahitaji mwanamke mwenye akili ambayo iko forward na muonekano na uzuri. Kigezo cha uzuri na umbo havitoshi hapa. Sema akili. Sema kwa sauti kubwa akili. Ni bora asiwe na shape lakini ana akili. Ni bora asiwe na uso mzuri lakini ana nini? Ana akili. Ni bora awe na uso dhaifu, macho dhaifu, lakini hapa pasiwe nini? Dhaifu. Haleluya.
Tazama uliye kanaye muulize, hapa kuko sawa? Punga mkono. Ndio wale wa mama ambao basi ngoja tusiseme. Unampa hela ya matumizi anaenda kusuka, wakati ni hela ya kuhemea kufanya shopping ya nyumbani. Yeye anaenda kusuka, na anasuka msuko wa mkia wa samaki, lakini ni hela aliyopewa ya kuhemea. Na unarudi watoto hawana chakula ila amesuka. Haleluya. Kusuka ni kuzuri, lakini hajatumia nini? Akili. Na ndio migogoro mingi sana iliyoko kwenye ndoa. Bwana asifiwe. Na kijana unayenisikiliza, ukishaoa, sisi tutakuimbia tu, huyo ni chaguo lako hata kama hana akili. Ni chaguo lako. Kwa hiyo mnahitaji sana, vijana ambao mjaoa na rafiki yangu hapa, mnahitaji sana kuomba. Bwana asifiwe. Sasa baadaye huyu Yakobo amepewa mkubwa, kwa sababu kwenye taratibu za familia ya Laban, mdogo haruhusiwi kuolewa kabla ya mkubwa. Kwa hiyo akapewa mke ambaye ni Lea kwa nguvu. Akamwambia Laban, kwa nini umenidanganya? Mimi nimetumika kwa ajili ya huyu mdogo, kwa nini umenibadilishia? Laban akamwambia, dogo, sikia, unamtaka na huyu mdogo? Asema Laban, yani mimi akili yangu na moyo wangu viko kwa huyu mdogo. Akamwambia, tumika tena miaka 7 ili umpate mdogo. Na maandiko yanasema Yakobo alitumika tena miaka 7 ili ampate mdogo. Kwa hiyo alipomaliza ile miaka 7 ya pili, akapewa yule Raheli, na akajikuta tayari ana wake wangapi? 2. Sasa walipoanza maisha ya ndoa, ana wake 2. Maandiko yanasema Yakobo alimpenda Raheli, lakini Lea hakumpenda. Kwa hiyo amewaoa wote 2, lakini hampendi Lea, anampenda Raheli. Na tayari Lea ni mke wake kabisa halali, amekabidhiwa, ni mke halali. Lakini kwa sababu ni dhaifu wa macho, na kwa sababu hana shape, ameingia kwenye ndoa sawa, lakini hakupendwa. Kwa hiyo Yakobo akipanga ile zamu ya kwenda kama ni kwa bi mdogo au kwa bi mkubwa, siku zote 6 yuko kwa bi mdogo. Siku moja tu ndo anaenda kwa Lea. Kwa Lea akawa naumia sana. Anasema, Mungu, kwa nini hukunipa uzuri kama wa mdogo wangu? Kwa nini hukunipa uso mzuri kama mdogo wangu? Kwa nini hukunipa shape kama mdogo wangu? Anaumia kwa sababu hapendwi kama mdogo wake. Anaumia sana. Na kwa lugha ya somo hili tungesema hili lilikuwa ni jaribu zito sana kwa Raheli, kwa Lea. Na ni rahisi sana kulisoma, lakini wale tulioko kwenye ndoa unaelewa. Inauma vibaya mno kuona mme wako hakupendi, anapenda mtu mwingine. Kwa hiyo Lea aliumia sana na akalia, kwa sababu maandiko yanasema Mungu aligeuza machozi yake yakawa ushuhuda. Manake ili jaribu lilimuliza sana na akaumia, na akasema, Mungu, kwa nini hukunifanya kama huyu? Lakini ukisoma hii story utaelewa ya kwamba Mungu huwa hakupi vyote wala hakunyimi vyote. Tazame jirani, mwambie, Mungu hakupi vyote ila hakunyimi vyote. Tazame usoni jirani yako, mwambie, Mungu hakupi vyote na wala hakunyimi vyote. Kwa hiyo inawezekana kuna kitu umenyimwa, lakini kuna kitu Mungu amekupa. Kuna story moja ya binti mmoja, alikuwa black beauty, yani wale weusi kabisa, yani mimi nina nafuu. Haleluya. Yani ngozi yangu ina nafuu. Ni yule binti mweusi kabisa kabisa, yani ukimpita ni kama masizi hivi. Lakini kuna mzungu akampenda, akapenda tu ile ngozi. Wakati vijana wa kibongo wanamuona yule sister alivyo black, wasema tunakupeleka wapi?
Siku moja dada watu anazurura zurura mtaani, akakutana na mzungu. Mzungu akamwambia how are you? Sasa dada Kiingereza hajui, akasema, akatikisa kichwa. Mzungu akamwambia me and you. Hiyo dada alielewa. Akasema, kwa sababu ni mzungu hakuwa na zile mbwembwe, nipe muda nikafikirie. Hapo hapo alikubali. Bwana asifiwe. Kwa wakaongea na yule mzungu, Mungu alimsaidia, walielewana walivyoelewana. Mzungu akamwambia narudi nyumbani, alafu nitarudi Tanzania ili tuanze process za ndoa. Yule dada sasa sema ehe. Bwana we. Akaenda akajikwatua, akajibadilisha, naye akafanana na mzungu. Mzungu anakuja Tanzania, anakuja kuoa. Airport yeye ameshawaambia, yuko na marafiki, ambia kuna mtu kuna binti nimempenda, ni African Queen, African Beauty. Asema ana ngozi amazing, ana rangi amazing. Wanashuka pale airport. Anashangaa anapokelewa na mzungu mwenzake. Akamwambia I'm so sorry, nilikupenda kwa ajili ya rangi uliyokuwa nayo. Ningetaka wazungu, ningewaoa kule kule. Kwa from there ndoa ikafanyaje, uhusiano kafanyaje, kafia hapo. Yule dada alilia sana. Na ndio nikajifunza ya kwamba jifunze kukubali na kuridhika na ulicho nacho, kwa sababu hicho ulicho nacho kina thamani. Na kuna mtu anasema angalau ningekuwa kama fulani, ningekuwa naongea kama fulani. Kuna mtu anakupenda tu kisa kigugumizi ulicho nacho. Haleluya. Kuna mtu anakupenda kisa unavyotembea. Yaani unavyotembea tu wewe unasema Mungu angenisaidia nikatembea kama dada fulani. Hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Kwani Esther ilikuwaje? Esther alipoenda kwenye mashindano, maandiko yanasema walipita mabinti wengi sana mbele ya Ahasuero. Na wale mabinti wamefundishwa kwamba unapopita mbele ya Ahasuero, jitahidi kuweka mapozi, jitahidi kuonyesha vitu ulivyo navyo. Kwa hiyo wanapita pale kwa Ahasuero, wanaenda, yani hata vitu ambavyo hawana, wakifika pale Ahasuero anasema pita, ondoka. Alafu kuna dada anaitwa Esther, hajui vya kulinga wala vya kuekti, anatembea kama muha wa Kigoma. Haleluya. Akapita kwa Ahasuero, yuko wanamwambia wewe Esther wewe, yani hata pozi uweki. Yeye hana pozi, ila inawezekana hajui kutembea vizuri kama wao, ila Mungu amempa kibali kwa jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Na Mungu hakunyimi vyote na wala hakupi vyote. Tazama jirani, mwambie Mungu hakupi vyote na wala hakunyimi vyote. Mwambie rizika na ulicho nacho. Tikise kabisa, mwambie rizika na hali ulionayo. Hasa binti uliyekaa naye, mwambie acha kuongeza vitu ambavyo Mungu hakukupa. Mwambie usijifanye mzungu wakati we ni Mtanzania, Mwafrika. Na unavyotembea sasa na mikono, you know what? You know, wewe. Hiyo you know hiyo. Rizika na ulicho nacho. Sema amen. Kwa hiyo Lea akajikuta na jaribu zito sana. Lakini maandiko yanasema walipokuwa kwenye ndoa, Raheli ni mzuri, ana uso mzuri, ana shape. Lea ana uso dhaifu na hapendwi na Yakobo. Maandiko yanasema walipoingia kwenye ndoa, Mungu akafungua tumbo la Lea. Lea akazaa. Na maandiko yanasema Mungu akaona Lea hapendwi, kwa hiyo akamfungua tumbo ili azae aweze kupendwa na nani? Hebu nenda hapo tusome. Fungua hapo Mwanzo 29:31 tusome hapo. Fungua hapo tusome kwa sauti kubwa.
Mwanzo 29 ule mstari wa 31. Kama umepaona sema amen. Haya, tusome kwa sauti kubwa, twende. Soma kwa sauti kubwa, twende. Bwana akaona ya kwamba Lea hakupendwa. Rudia tena. Bwana akaona ya kwamba Lea hakupendwa. Naye akamfungua tumbo lake, bali Raheli alikuwa hazai. Emsema alikuwa hazai. Tusome mstari wa 32 tena kwa sauti kubwa, twende. Lea akapata mimba, akazaa mwana, akampa jina lake Ruben, maana alisema, kwa kuwa Bwana ameona teso langu, sasa mme wangu atanipenda. Bwana asifiwe. Punga mkono wako namna hii. Kwa hiyo Lea, yeye sio mzuri kama Raheli. Na ukisoma story hii, maandiko yanasema wote walikuwa wamefungwa matumbo, hawazai. Kwa hiyo huyu mzuri hazai, na huyu mwenye udhaifu wa macho na yeye hazai. Lakini kwa sababu huyu kuna kitu hana na hapendwi, maandiko yanasema Mungu alifungua tumbo la Lea, na Lea akazaa ili apendwe na nani? Na Yakobo. Emsema ili apendwe na Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapotazama jioni ya leo, tuna mambo matatu. Cha kwanza andika. Jambo la kwanza andika. Jambo la kwanza andika. Mungu anaweza kugeuza eneo la udhaifu wako kuwa chanzo cha utukufu na ushuhuda wako. Mungu anaweza akageuza eneo lako la udhaifu. Mungu anaweza kugeuza eneo la udhaifu wako kuwa chanzo cha utukufu na ushuhuda wako. Mungu anaweza kugeuza eneo la udhaifu wako kuwa chanzo cha utukufu na ushuhuda wako. Na ukishaandika nikupe ushuhuda huu, alafu nitaendelea tena mbele. Kuna kijana mmoja alikuwa anasoma na alikuwa na akili nyingi sana, na kuanzia darasa la kwanza akawa anaongoza darasani. Akaenda form 1, amefika form 2. Maandiko yanasema, maandiko yanasema alipofika form 2 wazazi wake wakapata ajali ya gari, wote wakafa, wamefia pale pale. Na ndoto za masomo za huyu kijana zikawa zimeishia hapo. Akarudishwa nyumbani, hana uwezo wa kulipa ada. Akakaa nyumbani, hana wa kumlipia ada. Wazazi wamekufa. Anaumia kwamba Mungu, ndo nimeishia hapa. Sasa angalia kitu Mungu alifanya. Huyu kijana amekaa miaka 3 nyumbani, ameshaacha shule, lakini anatamani kuendelea na masomo. Siku moja anaenda kununua kitu dukani, anavuka barabara, akagongwa na gari. Na amegongwa na Mr. and Mrs. Wakapaki gari, wakaenda kumtazama. Na yule kijana alikuwa ameumia sana. Wakamchukua wakampeleka hospitalini. Wakiwa hospitalini wakahakikisha kwamba wanalipa bili, anapata huduma nzuri, na yule kijana akapona. Ndio wakaanza kumuuliza kujua ABC. Akawaeleza story yake, akawaambia, mnaponiona hapa sina baba wala sina mama, na nilitamani sana kusoma, lakini nimekosa wa kunilipia ada. Wale waliomgonga, hawa watu wakampenda huyu kijana, wakasema, tunakuchukua kuanzia leo na tutakulea kama mtoto wetu, na tunakupeleka shule ukasome. Wakamtafutia shule Marekani, kwa sababu walikuwa na uwezo, walikuwa ni matajiri wakubwa sana. Kwa yule kijana akapata shule Marekani na akaenda kusoma USA. Lakini wakati anashuhudia huu shuhuda, nikasema njia aliyotumia Mungu ni kweli, leo amemsaidia, lakini njia ambayo Mungu aliitumia sio njia ambayo unaweza ukaiomba.
Bwana asifiwe. Na kama asingepata hii ajali, angeonana sangapi na huyu Mr. and Mrs. Na ndio maana njia za Mungu hazichunguziki. Na kumbuka nilichokuambia, kwenye shida kuna nafasi. Kwa hiyo kupitia kupata hii shida ya ajali, huyu kijana alipata nafasi ambayo ilibadilisha maisha yake. Na hivi tunavyoongea ameshamaliza masomo na ni injinia, ameajiriwa, yuko Marekani, anaishi Marekani, ameshapeleka wadogo zake wako USA. Lakini angalia namna Mungu alivyomtengenezea nafasi kupitia ajali. Sema kupitia ajali. Bwana asifiwe. Na ndio maana nikakueleza wakati mwingine kumwelewa Mungu ni ngumu sana. Na wakati nasoma hii story ya Lea na Raheli, nikaona ya kwamba baada ya Lea kufunguliwa tumbo na mwenzake tumbo limefungwa azai, uwe na uhakika Lea alimshukuru Bwana kwamba Mungu, nakushukuru kwa kunifanya niwe dhaifu wa macho. Kwa sababu kama nisingekuwa dhaifu wa macho, yamkini ningeolewa, usingefungua tumbo langu. Bwana asifiwe. Kwenye ule udhaifu aliyokuwa nao na kwenye lile jaribu alilokuwa analipitia, Mungu alimfanyia nafasi. Na jioni ya leo, katikati ya jaribu lilonalo, Mungu akufanyie nafasi kwa jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Gonga na jirani yako, mwambie Mungu akufanyie nafasi jioni ya leo. Mwambie kwenye udhaifu ulionao, Mungu akufanyie ushuhuda leo. Gonga naye kabisa, mwambie kwenye shida ulionayo, Mungu akufanyie ushuhuda. Wangapi wanapokea nafasi jioni ya leo? Sema ninapokea nafasi kwa jina la Yesu. Na kama Mungu aligeuza jaribu la Lea likawa utukufu, leo anageuza na jaribu lako litakuwa utukufu kwa jina la Yesu Kristo. Nasema leo anageuza machozi yako yatakuwa utukufu kwa jina la Yesu. Wako wapi wanaosema amina hapa? Mungu ageuze jaribu lako, ageuze machozi yako yawe ni utukufu kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina kama unanielewa. Na kama Mungu ameruhusu hilo jaribu kwenye maisha yako, ni kweli linakuumiza, lakini yeye anaona nafasi ndani ya hilo jaribu ya kwamba Lea, kama wewe hautakuwa dhaifu, tumbo lako litafungwa. Lakini kwa sababu wewe ni dhaifu, ili upendwe, ninafungua tumbo lako. Na maandiko yanasema Yakobo akampenda Lea kwa sababu Lea anazaa. Haleluya. Inawezekana wao ni wazuri, lakini kuna kitu Mungu hajawapa, amekupa wewe kwa jina la Yesu. Na leo ninakuombea kwenye biashara upate kibali cha kukubalika na kupokelewa kama Lea. Sema amina kama unanielewa. Mungu akupe neema ya Lea katikati ya udhaifu, afungue vifungo ulivyo navyo, akuinulie watu watakao kupokea. Sema amina kama unanielewa. Akufungulie milango kwa njia ya neema. Unaweza ukawa una uzuri lakini hauna neema ya kuzaa. Unaweza ukawa na elimu lakini hauna neema ya kupata kazi. Naweza nikawa sijasoma lakini nina neema ya Bwana. Naweza nikawa sio handsome lakini nina neema ya Bwana. Na Lea alikuwa sio mzuri lakini neema ya Bwana ilikuwa juu yake. Na ile neema ilimtambulisha. Ile neema ilimfanya akapendwa. Ile neema ilifungua tumbo lake. Na mimi natamka neema juu yako jioni ya leo. Wako wapi wanaopokea neema hapa? Natamka neema juu ya biashara yako. Natamka neema juu ya ndoa yako. Natamka neema juu ya maono yako. Wangapi wanapokea neema jioni ya leo? Gonga na jirani yako, mwambie pokea neema. Pokea neema. Haya. Wanaopokea neema wangesema amen. Sema neema. Ukiona anayesema kwa sauti ya chini, ujue huyo ni Raheli. Yeye anajiona mzuri. Tazame jirani, mwambie sisi wenzako ni neema inatuweka mjini. Mkazie macho kabisa, mwambie wenzako neema ndo inatuweka mjini.
Haleluya. Ukiona tumepata kazi, hatuna connection kama za kwao. Haleluya. Ila tuna neema ya Bwana juu ya maisha yetu. Tumekuja Dodoma. Sisi sio kama Lea, sisi sio kama Laheri. Akina Laheri wana connection, akina Laheri wana watu wa kuwasaidia. Sisi wenzako ni kina Lea. Tumekuja Dodoma hapa, hatuna cha shangazi, hatuna cha mjomba, hakuna anayetujua, lakini neema tulionayo. Wako wapi wanapokea neema jioni ya leo? Inawezekana hauna lefari, lakini una neema juu ya maisha yako. Neema itakutambulisha, neema itakuinulia watu, neema itakufungulia milango. Wako wapi wanaopokea neema jioni ya leo? Sema napokea. Sema kwa sauti napokea. Nyosha mikono juu, sema yes. Kama wewe sio mzuri kama Laheri, omba haya maombi kwa nguvu, ndugu yangu. Sema yes. Jioni ya leo ninatamka, katikati ya shida na jaribu nililonalo, sema yes. Nipe neema kama ya Laheri. Sema neema ya kupata kuliko Laheri. Sema neema ya kuinuka kuliko Laheri. Washindi wangesema amina hapa. Nasema pokea neema jioni ya leo. Wako wapi wanaopokea neema hapa? Acha wao walinge na uzuri walionao, wewe Bwana akupe neema. Acha wao walinge na elimu walizonazo, wewe una neema kwa jina la Yesu. Acha wao walinge na connection walizonazo, wewe jioni ya leo unaondoka na neema ya Bwana. Wako wapi wanaopokea jioni ya leo? Nasema unaondoka na neema ya Bwana. Wako wapi wanaoondoka na neema ya Bwana hapa? Sema amina. Kwenye biashara yako pokea neema, kwenye ndoa yako pokea neema, kwenye kipawa chako pokea neema, kwenye uzao wa tumbo lako pokea neema, kwenye ofisi yako pokea neema. Wako wapi wanaopokea hapa? Sema napokea neema. Inuka, gonga na watu wawili, waambie usikate tamaa. Mungu hajakupa uzuri kama wao, ila amekupa neema zaidi yao. Waliopewa neema jioni ya leo, sema amina. Sema napokea neema jioni ya leo. Sema kwa sauti, napokea neema jioni ya leo. Jipige kifua, sema nimebarikiwa. Usijiguse, jipige kabisa, sema nimebarikiwa. Pamoja na jaribu nililonalo, nimebarikiwa. Sema katikati ya pito nililonalo, sema Bwana ananipa neema jioni ya leo. Wangapi wanapewa neema hapa? Waliokucheka wakutafute baada ya mfungo huu. Gonga na jirani, mwambie Laheri akutafute baada ya maombi haya. Inawezekana hauna mtaji kama wao, ila wewe Bwana anakupa neema. Inawezekana hauna shepu kama ya Laheri, lakini Bwana anakupa neema. Inawezekana uso wako ni dhaifu, lakini Bwana anakupa neema. Wako wapi wanaopokea neema hapa? Baba mchungaji, kuna watu hawaelewi neema. Kuna mtu uelewi neema. Hebu sema neema. Sema kwa sauti neema. Sema kwa sauti kubwa neema. Sema kwa sauti kubwa neema. Haleluya. Neema ni uwezesho wa kiungu ambao unakusaidia kupata vitu ambavyo hauna sifa ya kuvipata, kufika kwenye viwango vya kimaisha ambavyo hauna kigezo cha kufika. Lakini neema inakusaidia kwa jina la Yesu.
Sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina kama unanielewa. Maandiko yanasemaje? Paulo alipokuwa na mwiba, Biblia anasema alienda kuomba mara 3 Mungu aondoe mwiba. Mungu akamwambiaje? Neema yangu. Hamnielewi bwana. Gonga na jirani, mwambie neema ya Mungu inakutosha. Tafuta watu 3, gonga nao, mwambie neema ya Mungu inakutosha. Tafuta watu 5, ukiona jirani aliyesimama, huyo ni laheri. Mwambie neema ya Mungu inakutosha. Neema ya Mungu inakutosha. Neema ya Bwana inakutosha. Hey. Daudi alienda kupambana na Goliathi. Alikuwa hana mafunzo kama jeshi la Sauli, lakini alikuwa na neema juu yake. Na wewe pokea neema ya Bwana. Goliathi wako utamwendea kwa jina la Bwana na kwa neema ulionayo juu yako. Wako wapi wanaopokea neema hapa? Piga kelele, sema napokea neema. Piga kelele, sema napokea neema. Sema amina. Nikisema 2026, sema neema yako yanitosha. 2026. Piga kelele kabisa, sema neema yako. 2026. Kwenye biashara, kwenye masomo yako, kwenye ndoa yako, piga kelele kwa jina la Yesu. Wenzako wana vigezo, sisi wenzako tuna neema. Sisi ndo wale tunaosaidiwa na Bwana. Sisi ndo wale tunaotetewa na Bwana. Hatuna mashepu kama ya laheri, lakini tuna neema ya Bwana. Hatuna vigezo kama vya laheri, lakini tuna neema ya Bwana. Pokea hiyo neema jioni ya leo. Wanaopokea wangesema amina. Sema napokea. Nyanyua mikono yako juu kwa Bwana. Kanda raba saka raba shata. Reba sakanda raba sheterebo saya. Inatu mikono juu, nguvu za Mungu ziko hapa. Kuna watu Mungu anawapa neema. Yes. Kuna watu Mungu anawapa neema. Kuna watu Mungu anawapa neema. Kuna watu Mungu anawapa neema. Yes. Inatu mikono juu, ndio. Nguvu za Mungu ziko hapa. Nguvu za Mungu ziko hapa. Yes. Inatu mikono juu. Kuna nguvu inapita. Kuna nguvu inapita. Kuna nguvu inapita, ndio. Nguvu ya neema, ndio. Kuna watu wanapokea, hawatazuia. Hawatazuia. Yes. Yes, nguvu ya neema inapita. Kuna watu tayari wanaanza kupokea. Wanaanza kupokea. Wanaanza kupokea. Ndio. Na ninaona Mungu akifanya kitu kikubwa mwaka huu kwenye maisha yako. Ninaona ukipewa ushuhuda mkubwa kwenye maisha yako mwaka huu. Hiyo neema inaachiliwa juu yako. Yes. Kuna mtu anapokea. Kuna mtu anapokea. Kuna mtu anapokea. Kuna dada mmoja atapiga kelele, sio mapepo, ni neema ya Mungu. Yes, tayari. Tayari. Tayari, ndio. Yes, usizuie, ni neema wala sio mapepo. Pokea kwa jina Yesu, ndio. Yes, hiyo neema iachiliwe juu yako. Ndio. Kuna watu watazuia. Raboshaterebasa lekaradaboshaka. Kuna watu tayari wanapokea. Wanapokea. Ninaona Mungu akiwainua watu wawe majibu ya familia. Na ndio maana Bwana amekupitisha kwenye hiyo njia ili uwe baraka ya familia, uwe baraka ya ukoo wako. Anakupa neema. Inawezekana umekataliwa, inawezekana umesemwa, inawezekana umechukiwa, haujapendwa kama wao. Risandarabasa. Mungu anaachilia neema juu yako ambayo itakutambulisha tena, ambayo itakuinua tena. Wanaojiachilia wanapokea. Wanaojiachilia wanapokea. Tayari kuna watu wanapokea.
Kuna watu wanapokea, ndio. Kuna watu wanapokea, hawatazuia. Ukisikia kulia, we achilia, wala sio mapepo. Ni neema ya Bwana inaachiliwa juu yako. Dobosaka. Kuna watu wanapokea, kuna watu wanapokea, kuna watu wanapokea tayari. Kuna watu hawatazuia, ndio. Kuna watu hawatazuia. Haya, robosaka. Haya, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, ndio. Haya, pokea. Kuna watu wanapokea, usizuie. Ukisikia kulia, we achilia, ndio. Chochote unachosikia, we achilia, ndio. Orobosata ramando rabasa randa rabako rabakarianda rabasa orisanda rabako roboshaka rabasaka. Nacho mikono juu, endelea kuomba kwa Bwana. Endelea tu kuomba kwa Bwana. Endelea tu kuomba kwa Bwana. Endelea tu kuomba kwa Bwana. Inua tu mikono juu, endelea kuomba. Funika macho, usishangae. Kuna neema inaachiliwa. Kuna neema inaachiliwa. Robosaka. Endelea tu omba. Paza sauti yako. Paza sauti yako, ndio. Paza sauti yako, ndio. Rikarabasha. Endelea kuomba, ndio. Endelea tu kuomba, ndio. Yes. Ita tu, endelea kuomba, ndio. Nyosha mikono juu. Inua mikono juu. Yes. Tahesabu mpaka 3. Ile mara ya 3 utaita Yesu. Utaita Yesu kwa nguvu, na kuna neema itakuwa inapita juu ya watu. Nyosha juu kabisa mikono. Ninahesabu mpaka 3. Ile mara ya 3 utasema Yesu, alafu endelea kuita. Nyosha mikono juu kabisa, funika macho, jiachilie kwa Bwana. Mara ya kwanza, yes. Mara ya pili, ndio. Mara ya 3, Yesu. Ita Yesu, endelea. Ita Yesu, endelea. Ita Yesu. Ita Yesu. Sijui ufanyavyo, hey. Sijui utendavyo, kile nachojua, reba koyandereba yaradarandarana na mashaya. Kuna watu wanapokea neema. Kuna watu wanapokea neema. Weita Yesu. Ita tu Yesu. Roboshata yarana mashela lela lela yana na lela ne shela ni lela ne oh lela la bashara de mazora de yaramande ketereba. Kuna watu wanapokea neema. Ita Yesu. Endelea tuita. Unapokea neema. Unapojiachilia kwa Bwana, usimwangalie jirani yako. Unapokea neema. Wengine wanapokea neema ya utajiri, wengine neema ya uongozi, wengine neema ya biashara. Robo sata, robo sanda, risa karaba, robo koriandereba, ribo satayaba. Endelea tu, ndio. Endelea tu, ndio. Unaweza yote, hey! Unaweza yote, rabashata, kile nachojua, ukiamrisha, hey!
vinakamili. Unaweza yote. Endelea tu. Nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Reba shera nena. Reba baba shera nena. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will see all the goodness of God. Inua tu mikono, endelea kuomba. Endelea tu kuomba kwa Bwana. Kuna watu wanapokea neema, na hiyo neema inakuja na nguvu isiyo ya kawaida. Inakuja na nguvu isiyo ya kawaida. Kuna watu hawatazuia, wanapokea. Endelea tu, paza sauti yako kwa Bwana. Endelea tu, mwite Yesu. Kuna neema inaachiliwa jioni ya leo. Wanaojiachilia wanapokea. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina. Kuna watu wanapewa majina. Aribo sateria maroba reteria nde oria tera bayande aroza radiama yereba shayada yeranama yarababosiate. Endelea tu, nena kwa lugha. Kuna watu wanapokea neema, wanajaa nguvu, ndio. Risa karabosh. Siniwe Yesu wakuabudiwa, wakuheshimiwa, wasairi Yesu. Siniwe Yesu wakuabudiwa, wakuheshimiwa, wasairi. Siniwe wawa Yesu, 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 Yesu.
rekororororororobo yara basha yara mande ketereba mando kororobo sheke yara tayara nanane baroba sate liko barade masori andaraba reko payanana jaria mandereba nena koruga yara baba yere baba saya yanama jakopayana yabakateria mando bakayererebo. Endelea tunena koruga. Hey! Malaika wanaimba Bwana wasairi Yesu wasairi. Hey! Rabasharadababo marerererereba reko wanakuabudu, wanainama, wanazivua taji zao wakisema wastahili, na sisi tunaungana nao jioni ya leo. Tunasema mtakatifu, hori 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 rebobobobo saya yere. Nena koruga ndio raraboshek reba shararabosik. Inua tu mikono juu, endelea kuomba, litie jina la Bwana, paza sauti, mwambie Mungu nipe neema, mwambie Mungu nipe neema. Paza sauti yako wewe, mwambie Mungu nipe neema, mwambie nipe neema. Nione kila mtu akiomba. Yes, achilia maombi yako kwa Bwana, achilia maombi yako kwa Bwana. Ita hiyo neema, ita hiyo neema, ita hiyo neema. Mungu akupe neema kwenye ndoa yako, Mungu akupe neema kwenye biashara yako. Itia hiyo neema, itia hiyo neema, itia hiyo neema. Sukuma hayo maombi yako. Hiyo neema iliyomtambulisha Lea kwenye ndoa, itakutambulishe kwenye biashara yako, itakutambulishe kwenye huduma yako. Ita hiyo neema. Mungu, tunaomba hiyo neema yako. Tumechekwa, yatosha e Bwana. Ni saa yako. Repopopopo ikanda rapakoria. Sukuma hayo maombi yako. Mungu anaachia neema kwenye hiyo ndoa, neema ya kiutumishi inaachiliwa. Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu, ni saa ya kwako. Hiyo neema yako, hiyo neema ya kuinuliwa, hiyo neema ya kiutumishi. Repopopopopo ikanda rapakoria risatarabakoria siki ropokohobo siki ikandia ramando. Achilia maombi yako. Sukuma maombi yako. Kama mavyoweza, alipata neema na kibali. Yatosha. Mungu aliye hai, huu ni mwaka e Bwana wa neema yako kwenye maisha yetu, neema yako kwenye utumishi uliotupa, neema yako kwenye biashara, kwenye kazi zetu. Ndio. Sukuma maombi yako. Sukuma. Usinyamaze mtu wa Mungu, usinyamaze. Kwenye uwepo wa Bwana ndipo pakusemerewa, kwenye uwepo wa Bwana ndipo pakusemerewa.
semelea. Sukuma, 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 sukuma. Omba neema, omba neema, omba neema, omba neema. Tunavuka hapa, tunavuka hapa, tunavuka hapa. Tunaomba neema yako kwenye maisha yetu. Neema ambayo Bwana ilikuwa juu ya Israeli, ilikuwa Bwana juu ya Yesu. Pokea damu ya Yesu, na kwa jina la Yesu achilia neema yako, achilia neema yako kwa huyo dada, kwa huyo baba, kwa huyo mama. Ni kweli Kristo amekulilia kwa muda mrefu. Achilia neema yako, achilia neema yako. Hilo teso hilo nalo ukampe neema, ukampe neema katikati ya hilo teso. Ndio, sukuma, 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 sukuma maombi yako. Sukuma, usinyamaze, 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 usinyamaze. Tunavuka, tunavuka, tunavuka mwaka huu. Tunavuka, tunavuka. Hiyo neema yako, hiyo neema yako, hiyo neema yako, hiyo neema yako kwenye utumishi, hiyo neema yako kwenye biashara, hiyo neema yako mpaka hapo kazini. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Neema yako, neema yako, neema yako. Tamka, 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 tamka. Paa kwenye mtandao. Tamka, tamka, tamka ya neema ya Bwana. Hiyo neema, hiyo neema, hiyo neema, hiyo neema ya kustahilishwa mahali tusipostahili, ya kustahilishwa mahali ambako hatustahili. Tunaomba neema yako, neema yako, neema yako, neema yako. Rikisikia mando uliye hai. Kumbuka, 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 kumbuka hayo maombi ya mtoto wako, hayo maombi ya mtoto wako. Hilo teso analopitia huko, kuchekwa anakochekwa. Neema yako imtoshe, neema yako imtoshe, imtoshe neema yako. Neema, 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 neema. Omba neema ya Bwana ikusaidie mahali usipostahili. Pokea kwa jina la Yesu. Ndio, pokea nguvu. Ndio, endelea tukuombe. Yes. Endelea. Sukuma, 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 sukuma. Sijaona wapo watu wakiomba kama radi. Omba kama radi, omba kama radi. Wao wana marefari, lakini sisi tuna neema ya Bwana. Omba hiyo neema, achilia maombi yako. Neema itambulishe watoto wako na kizazi chako na ndoa yako. Omba neema ya Bwana, omba hiyo neema ya Bwana, omba hiyo neema ya Bwana. Pray, 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 pray. Pray, pray, something is happening. Pray, pray, sukuma, 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 sukuma hayo maombi yako. Sukuma, kuna kitu kinatokea, kuna kitu kinatokea. Ng'ang'ana mtu wa Mungu, ng'ang'ana, 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 ng'ang'ana. Unaweza Yesu, unaweza Yesu, unaweza, unaweza Yesu, unaweza. Hiyo neema, hiyo neema ya kibali, ya kibali, ya kibali, ya kusahilishwa mahali ambako hatustahili, ya kusahilishwa mahali ambako hatustahili, ya kuketishwa mahali ambako hatustahili. Hiyo neema yako, hiyo neema yako Baba, tunaomba neema. Yesu, tunaomba neema jioni ya leo. Usitupite, usitupite. Tunaomba neema yako kwenye biashara zetu, kwenye uchumi wetu. Tunaomba neema yako, neema yako, neema yako, neema yako, neema yako Bwana, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Hiyo neema yako inatustahilisha mahali ambako hatustahili. Ndio, 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 ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Unapasuru wengine jioni ya leo, hiyo neema yako kwenye ndoa hiyo, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Hiyo neema yako, hiyo neema yako, hiyo neema yako kwenye kazi, kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye utumishi. Neema yako yanitosha, Yesu. Inua mikono juu mbele za Bwana. Nyanyua juu kwa Bwana.
Wewe ni Mungu unastahili heshima. We give you glory. We honor your presence, O Lord. We bow before your throne and worship you, Jesus. You are worthy, O God. Mwinulie tu mikono, funika tu macho, endelea tu kumwabudu, endelea tu kumwabudu. Funga macho, mwabudu Bwana, mwabudu Bwana. Ndio, endelea tu mwabudu Bwana. Ndio, ni saa ya kila mtu kumwabudu Bwana, ni saa ya kila mtu kumwabudu Bwana. Rekayana na masherererebo rebo bobo shaka. Endelea tu mwambie Bwana, ninakuabudu. I worship you Jesus. Paza sauti, mwabudu Bwana. Nisikie watu wanaomwabudu Bwana. Paza sauti. Kuna watu wanapokea neema na nguvu. Inua mikono juu kwa Bwana. Funika macho. Kuna watu wanapewa neema ya uongozi hapa. Neema ya uongozi. Kuna dada naona neema ya uongozi inaachiliwa juu yake. Mahali alipo anapokea hiyo neema juu yako. Pokea, pokea. Kuna mtu anapokea saa hii, kuna dada anapokea, kuna dada anapokea. Hata zuia, ndio, pokea. Yes. Mwingine naona neema ya utumishi. Nyosha mikono juu. Ninasikia Mungu akisema, mahali alikopita nilikuwa na mwandaa. Amebeba neema kubwa ya utumishi. Tanzania itasikia sauti yake. Huyo mtu mahali alipo anapokea. Wako wengi hawa. Wengine ni waimbaji, wengine ni walimu wa neno la Bwana, wengine ni wahubiri. Haya, wanapokea, wanapokea hiyo neema. Haya, wanapokea. Wako wengi hawa, wako wengi hawa. Haya, wanapokea. Haya, kuna mwingine huwa unaimbaga bafuni, hujawahi kujua ya kwamba una neema ya uimbaji. Haya, malaika mlete huyo dada, mlete huyo dada. Haya, malaika mlete, ana neema ya uimbaji juu yake. Orobo saya libo sata. Huyo msichana anapokea, anapokea, anapokea. Yes. Nyosha tu mikono juu. Naona neema ya utajiri. Neema ya utajiri. Maanisha nachokwambia, inua mikono juu. Yes. Mungu amekupitisha alipokupitisha kwa sababu ya neema uliyoibeba. Nasikia matajiri wako wengi. Matajiri wako wengi. Matajiri wako wengi. Na ninaona wengine wamekamatwa na nguvu za giza na mizimu ya ukoo. Haya, moja, malaika walete hao wenye neema ya utajiri. Wa kwanza huyo, ndio, wa kwanza huyo, ndio, wa kwanza huyo. Haya, anaachiliwa, ndio, anaachiliwa, ndio. Haya, piga kelele, achia hiyo neema alionayo, achia hiyo neema ya utajiri, hiyo neema ya utajiri, hiyo neema ya utajiri alionayo. Garage, ndio, garage, fire on you, ndio. Naona neema ya utajiri, neema ya utajiri juu yako, na kuna nguvu inaachiliwa juu yako, hutazuia. Moja,
2. Hiyo nguvu naiona, na ninaona ukisaidia ndugu zako, ninaona ukisaidia ndugu zako. Haya, pokea, pokea, ndio pokea hiyo neema juu yako, pokea, ndio. Yes, tayari naiona, tayari naiona, tayari naiona, tayari naiona. Pokea, ndio. Yes. Yes, Lord. Yesu kwetu ni rafiki, ambiwa asikia, tukiomba kwa Baba, ombi asikia, lakini twajikosesha, twajitweka vibaya, kwamba tulimwomba Mungu angesikia. Je, unayo hata nguvu wezi kuendana, haifai kufa moyo, wangesikia. Oh, to thee, Jesus, I surrender. Oh, to him I freely give. I will ever love and trust him. In his presence daily I surrender. Oh, I surrender. Oh, to thee.
Yesu poni mwako kuna amani. Weponi mwako kuna amani Bwana. Kila kitu kinyamaze. Inua mikono juu mbele za Bwana. Weponi mwako kuna amani. Weponi mwako kuna furaha. Weponi mwako kuna kubadilishwa maisha. Weponi mwako kuna kuokolewa. Weponi mwako kuna kuinuliwa. Weponi mwako, weponi mwako, weponi mwako, weponi mwako, weponi mwako, weponi mwako Yesu kuna uzima, kuna amani, kuna uponyaji, kuna kuokolewa. It was my crucible. In the goodness forevermore. And now my life is yours, and I will sing of the goodness forevermore. Oh, this your name, Jesus. You deserve the praise. Oh, this your name. Oh, this your name. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Piga parts kama unaweza parts. Rada bushi kekekekerebos. Na mikono yako juu tunapomaliza. Nyanyua mikono yako juu. Punguza na sauti kidogo. Rada bushi tekerebos.
radabashatarabas rebashandararabas rebabashatararabas renananamasherededebos. Jiachilie tu kwa Bwana. Nguvu za Mungu bado zimetufunika. Na tu mikono juu, endelea kuomba. Endelea tu kuomba. Endelea kuomba. Mkono wako umenibeba. 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 Kuna watu ni mkono wa Bwana tu umetubeba. Mkono wako umenibeba. Mkono wako umenibeba. Mkono wako. Tunapoimba wimbo, kuna nguvu zinashuka juu ya watu. Mkono wa Mungu unakubeba. Mkono wa Bwana unakubeba. Mkono wako umenibeba. Mkono wako umenibeba. Mkono wako umenibeba. Kuna watu mkono wa Bwana unakubeba. Yes. 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 Mkono wa Bwana unakubeba. Mkono wako umenibeba. Mkono wako umenibeba. Sio cheo ulicho nacho, sio elimu ulionayo, sio uwezo ulionao. Ni mkono wa Bwana umekubeba. Inua tu mikono juu, mshukuru Bwana. Shika na sadaka yako, mshukuru Bwana. Shukuru Bwana. Shukuru Yesu. Shukuru Bwana. Mkono wako umenibeba. Mkono wako umenibeba. Mkono wako umenibeba. Mkono wako Mkono wa Bwana utakubeba mwezi wa 3, utakubeba mwezi wa 4, utakubeba mwezi wa 5, utakubeba mwezi wa 6, utakubeba mwezi wa 7, utakubeba mwezi wa 8, utakubeba mwezi wa 9.
Nyanyua mikono, jifunika macho na hiyo sadaka. Ninapomkaribisha kuhani wa madhabahu atamke neno la kinabii la kikuhani juu ya maisha yako. Nyanyua mikono juu na hiyo sadaka. Karibu Baba, utamke neno la kikuhani na kinabii. Wewe ndiwe Bwana, mfalme wa wafalme. Sante mfalme kwa kutupa nafasi. Sante Bwana wa majeshi kwa kutuheshimisha tena. Sante Bwana wa majeshi kutembea na neema mpya mwanzo wa mwaka. Sante Bwana wa majeshi kutufunulia yaliyo haki yako kila wakati. Sante Bwana kwa ajili ya ukuu wako tena. Sante Bwana wa majeshi, utaenda pamoja nasi. 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 Sante Bwana wa majeshi, neema yako itatuvusha. Sante Bwana wa mabwana, vizuizi vimeondoka. Sante Bwana wa mabwana, neema yako itajifunua kwetu kwa upya. Sante Bwana wa mabwana, tutauona mkono wako ukitubeba katika miezi yote hii 12. Sante Bwana wa mabwana, nguvu zako zitakuwa pamoja nasi. Bwana akubarikie, akulinde. Bwana akuinulie nuru ya uso wake akufadhili. Bwana akuinulie nuru ya uso wake na kukupa amani. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Sema amen. Mshangilie Bwana, mshangilie Bwana, mshangilie Bwana. Anaendelea kuomba, usimkatishe, acha endelee kuomba. Mshangilie Bwana. Karibu vijana, tuimbe wakati huu tunatoa sadaka. Tuseme neema kwanza. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae nasi sote sasa na hata milele. Amen.